Hakuna kitu kizuri kama kuelewa maandiko. Hakuna kitu kizuri kama kuweza kutafakari maandiko. Najua kuna mtu ambaye leo hii unatamani kuwa unaelewa maandiko, unatamani kuwa unaweza kutafakari maandiko, lakini hujui ni namna gani ambavyo unaweza kufanya hivyo. Leo nitafundisha njia ambazo zitakazokusaidia wewe kuweza kutafakari maandiko, kuweza kuelewa maandiko na jinsi ambavyo yanamaanisha na vile ambavyo Mungu anataka wewe ufanye. Na kwa kusema hivi naomba tuanze moja kwa moja. Biblia inasema hivyo, tusome kwenye kitabu cha Luka 24:45, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Ni nani? Ni Yesu. Ndio aliwafunulia akili zao wale wanafunzi wake wapate kuyaelewa ile maandiko ambayo yalikuwa yameandikwa. Kumbe basi kama unataka kuanza kwa habari nzima ya kutafakari maandiko au kuanza kuelewa maandiko au neno la Mungu kulielewa, unatakiwa kitu cha kwanza ambacho ufanye ni kumshirikisha Mungu, ni kumwambia Mungu akusaidie. Na huo msaada wa Mungu unatoka wapi? Utatoka kupitia Roho wake Mtakatifu. Kwa sababu neno la Mungu linasema kusoma kwenye kitabu cha Yohana 16:13 kwamba anasema atatupa yule Roho ambaye atatufundisha na kutuonesha katika ile kweli yote. Kumbe basi atakaye kufundisha na kukuelekeza kwa habari ya kutafakari maandiko ni Roho Mtakatifu. Wewe peke yako hauwezi, kwa sababu ukisoma Biblia unaweza kuona kama hiki kitu ni kitu cha kawaida, lakini kuna namna ambayo Mungu anaweza kujifunua kwa namna ya tofauti tu. Kuna namna ambayo Mungu anaweza kujifunua kwa upande wa tofauti. Kwa ni Roho Mtakatifu ndiye anayempa mtu ufahamu na akili ya kuweza kulielewa neno la Mungu. Kwa wewe unataka kuanza kutafakari maandiko, penda sana kila kipindi ambacho unasoma Biblia, mkaribishe Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio msaidizi wetu atakayetusaidia. Na Biblia inasema kusoma kwenye kitabu cha Warumi 8:26, inasema huyo Roho huwasaidia udhaifu wenu. Yaani udhaifu wetu sisi anatusaidia katika ule udhaifu wetu. Na udhaifu ndio nini? Neno la Mungu, yani hauwezi kulielewa kama hauna msaada wa Roho Mtakatifu. Na hauwezi kuelewa kama mtu mwingine pia anavyokuwa anaelewa. Roho Mtakatifu anajifunua kwa kila mtu kwa namna ya tofauti na kwa sehemu tofauti. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unataka kuanza kutafakari maandiko na unataka kuanza kuyaelewa maandiko, basi ni jambo zuri kabisa kumshirikisha Roho Mtakatifu kabla hujaanza Bible study yako. Na ukiwa unaomba, kisha unaomba kwamba Mungu, ninakuomba, naomba Roho wako Mtakatifu akae pamoja na mimi, ninapenda kusoma haya maandiko. Kwangu yasiwe tu kama maandiko, ila yawe ni zaidi ya maandiko. Kwa kusema hivyo utaniambia utafika mbali sana. Roho Mtakatifu atakufunulia vitu ambavyo wewe mwenyewe ulikuwa uelewi. Mfano kama ngoja nikupe mfano. Nilikuwa nasoma kitabu cha Luka 19:4. Biblia inasema akatangulia mbio akapanda mkuyu apate kumuona kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Biblia inatuambia kwamba huyu alikuwa ni Zakayo, kwamba alitangulia mbio akaenda akapanda juu ya mkuyu akapata kumuona, na kwa kuwa alikuwa anajua Yesu atapita njia ile. Ni kitu gani ambacho unachojifunza? Mimi nilichojifunza na Roho Mtakatifu alivyonifundisha hapa, alinifundisha kwa habari ya kuwa na moyo wa kujishusha, kwamba huyu Zakayo alikuwa ni mtu ambaye ana mali, ana fedha, ana dhahabu, ana kila kitu. Angeweza hata kuambia watu tokeni, labda nataka nipite mimi hapa nikae nimsubiri huyo Yesu, nimuone Yesu ni mtu aina gani. Lakini Biblia inasema akatangulia mbio, yani tajiri aliacha kila kitu kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho mimi nikajifunza? Kujishusha mbele za Mungu. Kwa hiyo ni muhimu kujishusha kama vile Zakayo alivyojishusha, na ndio maana wokovu uliingia ndani yake. Lakini Biblia inasema akatangulia mbio, yani alipotaka kumuona Yesu alitangulia mbio, yani alitangulia mbele hata kabla Yesu hajafika. Ni kitu gani ambacho mimi nilijifunza hapa? Kumbe kuna muda ambao ukitaka kumuona Mungu, ukitaka kuona Mungu anavyokutendea, jambo la kujitoa kwa toba ni jambo la muhimu sana. Kwa sababu kile kitu cha kutangulia mbio aligundua kwamba kuna sema ambayo yeye amekosea. Kwa kama kuna sema ambayo amekosea, inabidi akutane na Yesu mbele. Kwa kama inabidi akutane na Yesu, kuna vitu ambavyo lazima avifanye. Kwa na sisi kwenye kutangulia mbio, pale ambapo unaona huoni uwepo wa Mungu, katangulie mbio kwa toba. Kwamba Baba, niko hapa. Kabla adhabu ijaje, naomba nisamee, naomba unirehemu. Kwa hicho ndio kitu ambacho mimi Roho Mtakatifu alinifundisha kwa habari ya Luka 19:4. Lakini pia alinifundisha kwa habari ya imani, kwamba Zakayo alikuwa na imani. Kitendo hicho cha kutoka pale na kukimbia kwenda kupanda juu ya mkuu ilikuwa ni imani, kwamba huyu mtu anawezekana yale yote anayosema ni ya ukweli. Kwa tunajifunza ni kupitia kwa Zakayo, tunajifunza swala zima la imani, kujishusha na hali ya kuto kujikweza hivyo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mimi binafsi nimejifunza. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa ukifahamu kwa wewe ambaye unatakiwa kuanza kutafakari maandiko ni kwa kusoma ukurasa kwenda ukurasa. Najua watu wengi sana wanatamani kutafakari maandiko, lakini unasoma mstari kwenda mstari. Mstari kwenda mstari ni kitu kizuri sana. Hata mimi huwa natumia hivyo. Lakini usisome mstari mmoja ukaondoka nao ukaenda na maana tofauti na huo mstari. Ni vyema usome chapter nzima ili uelewe ni kitu gani ambacho kinaendelea. Biblia inatuambia kusoma kwenye Matendo ya Mitume 10:11, inasema wale watu walikuwa waungwana, walikuwa wanatamani, wanatafakari maandiko. Inatuambia kwamba walikuwa ni watu ambao walikaa chini kutafakari maandiko. Kwa hawakutafakari mstari,
ila walitafakari maandiko yote. Yani walikuwa wakisoma wanajiuliza. Mfano kama Biblia anasema ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza kwamba ufuateni upendo na kutaka sana karama za Roho, lakini ni zaidi ya kwamba mpate kuhutubu. Mtu hasomi tu mstari, anaendelea kueleza ni kitu gani ambacho Paulo alikuwa anakisema. Je, kuhutubu ni kufanya nini? Na alikuwa anawaambia wakina nani? Alikuwa anawaambia Wakorintho. Alikuwa anawaambia kwa nini alitanguliza upendo basi huyu Paulo? Akasema upendo. Kwa sababu upendo ndio unaleta mshikamano, watu kukaa pamoja. Na kwa nini anasema kutaka sana karama za rohoni? Kwa sababu anaamini kwamba mtu akiwa na karama za rohoni ni lazima anaweza kuoperate akiwa na upendo. Kwa sababu miongoni mwa matunda ya Roho Mtakatifu ni pamoja na nini? Na upendo. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa ukifahamu ni kwamba wewe unayetaka kuanza kutafakari maandiko, usisome tu mstari mmoja. Jaribu kusoma chapter nzima, uelewe story ilikuwa inahusu nini. Alafu baada ya hapo tunarudi kwenye point ya kwanza. Sasa mruhusu Roho Mtakatifu akufundishe kwenye kila mstari ni kitu gani ambacho kwa kinaendelea. Lakini usisome tu mstari mmoja alafu ukakimbia. Unaweza kuondoka na maana yako ambayo sio sahihi. Na wengi leo tuna struggle kwa ajili ya hicho kitu, kwa sababu kuna muda ambao unaondoka na maana yako ambayo ilikuwa sio sahihi. Leo hii tunatumia maandiko tofauti kabisa. Kuna mtu jana nilikuwa namsikiza akasema kwamba alikuwa anatumia mstari wa Warumi 12:19 inasema kisasi ni juu yangu. Alikuwa anasema kwamba hiyo inamaanisha kwamba kisasi ni juu yake yeye, sio juu ya Mungu. Kwa hiyo yeye ndo atakayefanya hivi. Na baadaye anasema inavyosema kwamba Mungu amesema atalipa, yani kwamba atakapofanya yeye Mungu anaongezea malipo. Ndicho alichokuwa nafikiri, lakini kumbe si kweli. Lakini ukisoma chapter nzima utaelewa ni kitu gani ambacho Mungu alikuwa anakisema. Lakini sura ya 3 inasema sura ya 3 pointi yetu ya 3 ni kuandika. Kama unataka kuanza kutafakari maandiko, umeshamkaribisha Roho Mtakatifu, umeshasoma chapter nzima, kuwa mwepesi wa kuandika. Yani kila ambacho Roho Mtakatifu anachokufundisha, kuwa mwepesi wa kuandika. Ndio maana hata Habakuki anaambiwa iandike hiyo njozi. Kwa nini? Kwa sababu kuna muda ambao utaenda kujirudishia na kuona hapa nilifundishwa hivi, kwamba kila neno la Mungu limehakikishwa na linafaa kwa mafundisho. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali labda 30 mstari wa 5. Sasa inamaanisha ni neno la Mungu limehakikishwa. Ni nani aliyehakikisha neno la Mungu? Ukiwa unaandika mambo kama yatakusaidia hata siku nyingine ukiwa unasoma, unaelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kuandika. Wewe ambaye unataka kuanza kujifunza namna kutafakari maandiko, unaandika. Chochote ambacho unachokisoma andika. Na pale pale kwenye kuandika Roho Mtakatifu anakuja kukurudia na kukufundisha zaidi na zaidi, unajua kwa kuandika. Unapata unaanza kuflow. Kwa hiyo wewe ambaye unataka kuanza kutafakari maandiko, njia nzuri kwako ni kwa kuandika. Yaani andika, hakikisha unaandika. Chochote ambacho unachokiona, chochote ambacho umejifunza, kiandike. Baadaye una uwezo hata wa kuangalia kwamba okay, Roho Mtakatifu siku ananifundisha hivi hapa, kumbe na hivi tena akanifundisha hivi. Lakini kitu cha nne ambacho kitakusaidia katika kutafakari neno la Mungu ni kwa kulirudia rudia. Unajua sio kwa sababu umesoma kitabu cha Zaburi basi kitabu ndo kinaishia hivyo hivyo. Unajua yani chapter ndio inaishia hivyo hivyo, hauwezi kurudia tena, umeshamaliza. Unajua mtu anashamaliza Bible, sioni pa kusoma. Sio kweli. Ni muhimu kurudia rudia mara nyingi, kwa sababu kwenye kurudia rudia mara nyingi ndivyo utakavyojua kwamba hapa Mungu alikuwa anamaanisha hivi, hapa Mungu alikuwa anamaanisha vile. Mfano kama mimi nilikuwa nasoma kitabu cha Yohana sura ya 2. Unajua kuna kila siku nilikuwa nasoma siku ya 3 harusi ya Kana, siku ya 3 harusi ya Kana. Lakini nilipokaa chini nikaanza kutafakari, okay fine, what is going on? Biblia anasema siku ya 3 nikarudi. Siku ya 3 ni siku gani? Ni siku ya kwenye uumbaji kulitokea na kitu gani? Vitu vilizalishwa. Lakini Biblia inatuambia kuwa kuna harusi huko Kana. Yesu alialikwa kwenye hiyo harusi huko Kana. Ni kitu gani ambacho tunajifunza? Kumbe Yesu kimwalika sehemu anakuwepo. Lakini hiyo sehemu siku aliyokuwa amealikwa Yesu ilikuwa ni siku ya 3, ambayo ni siku ambayo nchi inazaa mazao, unajua. Kwa hiyo Yesu hata kama alikuwa hayuko tayari kufanya muujiza, alifanya muujiza kulingana na kwamba kulikuwa kuna nini? Kuna prophetic number ambayo ilikuwa inadai kitu pale. Kwa hiyo mimi nikajifunza hicho kitu, okay, kumbe ni, lakini nilipokuwa nasoma siku zote nilikuwa naona ni kitu cha kawaida. Yesu alialikwa harusini, siku ya 3 ilikuwa siku ya Kana. Alivyoalikwa kwa harusini ilikuwa huko, no, sio ilikuwa siku ya Kana. Alivyoalikwa harusini ilikuwa ni siku ya 3 huko Kana, alifanya muujiza. Lakini kitu kingine ambacho nikajifunza kwenye hii habari kwamba okay, kumbe Mungu anaweza kufanya muujiza hata kabla ya muda wako. Inategemeana na yeye ameona nini kutoka kwako. Pengine ni ile obedience yako inaweza kumfanya Mungu kile kitu ambacho anasema pengine kitakutokea miaka 10 ijayo, anaona okay, kwa nini kisisogee hapa nyuma? Kwa nini nisianze kumtengenezea njia kwa hapa nyuma? Kumbe hayo yote anafanya nini? Yanawezekana. Lakini pointi yetu ya mwisho kwa siku ya leo, kwa wewe ambaye unataka kuanza kutafakari maandiko kiachana na kurudia rudia, yani unatakiwa ujifunze kurudia maandiko. Yani usisome tu kwa mazoea. Rudia na rudia na rudia na rudia. Yani rudia hayo maandiko. Biblia inasema yatafakarini yaliyo juu. Ukisoma kwenye Kolosai 3:2, penda kutafakari. Yani penda kutafakari kwa kurudia na kurudia na kurudia na kurudia, itakusaidia zaidi na zaidi. Lakini pointi yetu ya mwisho kwa siku ya leo ni kwa kuliishi
neno, naelewa. Yani liishi neno. Ndi kweli umeweza kutafakari maandiko, ni kweli umepata nguvu ya Roho Mtakatifu, umesoma chapter, umeandika, umerudia, lakini jitahidi kuishi. Biblia inasema msio wasemaji tu, bali muwe watendaji wa hilo neno. Kusoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yakobo kuanzia mstari wa 19 anasema hivyo. Na tukaweza kuangalia mtu ambaye aliishi neno ni Zakayo. Kwa sababu Zakayo alivyokuwa ameambiwa na Yesu kwamba wokovu leo umeingia ndani mwako, akatambua kwamba kumbe kama wokovu umeingia ndani mwangu, kuna vitu ambavyo sitakiwi kuvifanya. Na ndio maana akasema mali zangu nitachukua, nitawapa masikini. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unatakiwa ujifunze kwamba sio usiwe tu msomaji. Biblia inasema msio tu wasomaji wa neno, bali muwe watendaji. Kama unataka kweli kujifunza namna ya kutafakari maandiko au ni kuwa mtendaji wa yale maandiko, utatafakari kwa kina kwamba Biblia inasema upendo. Hiki ninachofanya hapa kweli ni upendo. Unajikuta unaweza kutafakari, kwani upendo ni nini? Kwani upendo una nguvu gani? Kwani upendo una sababu gani? Kwani upendo una kitu gani? Kwa kufanya hivyo utajikuta umefika mbali sana inapokuja kwenye kategori ya kuweza kutafakari maandiko. Mungu akubariki sana, akutunze na kukuhifadhi. Ninakupenda.